habari ya mtu ambaye amefika humu ndani, amefungwa kwa namna ambayo sio ya kawaida. Yes. 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 Hiyo minyororo ikakatike. Hiyo minyororo ikakatike. Nguvu inayotembea asubuhi ya kila vifungo vilivyofungwa vya nguvu za giza, hivyo vifungwa asubuhi ya leo. Msalaba ndio asili ya mema. Msalaba ndio asili ya mema. Ndio alikuja na hivyo vifungo. Hiyo mnyororo ikakatike. Hivyo vifungo vya nguvu za giza, vifungo vilivyofunga maisha yako, hiyo nguvu iliyofunga maisha yako, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo Bwana tutembelee. Tembelea madhabahu hii Bwana. Tutembelee Jehova. Tutembelea hapa madhabahuni asubuhi ya leo Bwana. Kila vifungo, kila nguvu iliyofunga maisha yako, kila nguvu, kila kifungo, nasema kila kifungo kwa jina la Yesu, kila kifungo kilichofunga maisha yako, asubuhi ya leo nguvu ya Mungu itembee, 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 nguvu ya Mungu itembee. Hiyo mnyororo ikakatike, hiyo mnyororo ikakatike katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Vifungo vyote vilivyofunga maisha yako, kila vifungo vya nguvu za giza, nasema kila vifungo vya nguvu za giza, na wewe unayotembea na roho ya mauti, na wewe ambao umeingia kwenye ibada unatembea na roho ya mauti, hicho kifungo kikakatike, hicho kifungo cha kikakatike. Huo uvuli wa mauti, huo uvuli wa mauti, huo uvuli wa mauti unaotembea nao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hicho kifungo kikakatike. Hiyo nguvu ya mauti unayotembea nayo, hiyo nguvu ya mauti unayotembea nayo, nasema hiyo nguvu ya mauti unayotembea nayo, hiyo nguvu iliyoshika hatima ya maisha yako, toka kwa jina la Yesu. Kaachiliwe kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hiyo roho ya mauti, hiyo roho ya mauti, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kifungo kilichofunga maisha yako, hiyo ajali waliokutengenezea, hiyo ajali waliokutengenezea, unganisho na roho ya makafara, hiyo madhabahu na ikabomoke kwa jina la Yesu. 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 Nasikia tu sauti naimba nyimbo za makaburini. Kwa sauti ya imani nyingine, kwa sauti ya imani nyingine. Wewe pepo, wewe pepo, wewe pepo, wewe pepo, sikia, mwachie huyo mtu, mwachie huyo mtu, achia maisha yake, achia maisha yake kwa jina la Yesu.
Unaachia maisha yake. Achia maisha yake. Unaachia maisha yake. Unaachia maisha yake. Unaachia maisha yake. Wewe pepo la mauti, umekosa uhalali kwa jina la Yesu. Umekosa uhalali kwa jina la Yesu. Umekosa uhalali kwa jina la Yesu. Umekosa uhalali juu yake kwa jina la Yesu. Chia maisha huyo mtu. Chia nafsi yake. Asubuhi ya leo, chia nafsi yake. Enda kuzimu kwa jina la Yesu. Chia maisha yake. Achia maisha yake. Ndio nikumalizikia. Chia maisha yake. Nafsi yako itoke ufuni. Toka kwenye uvuli wa mauti. Toka kwenye uvuli wa mauti kwa jina la Yesu. Toka nafsi yako kwenye uvuli wa mauti. Kila nguvu iliyokufunga, kila nguvu iliyofunga maisha yako, 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 hiyo mnyororo ikakatike, hiyo mnyororo ikakatike, hivyo vifungo vikakatike, hivyo vifungo vikakatike asubuhi ya leo, hivyo vifungo vikakatike asubuhi ya leo, hivyo vifungo vikakatike. Una namna ya kujibanza hapa. Huo ufalme wote umebomoka, huo ufalme wote umebomoka. Moto uzidi, moto uzidi, moto uzidi. Huko ulikounganishwa kwenye miungu na makafara na matambiko, ukabeba na roho ya mauti huko, 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 ukabeba na roho ya mauti huko. Nasikia wakiimba ila ila ila. Toka wewe pepo, toka wewe pepo. Tio, 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 tio. Saa ya kuondoka, ni saa ya kuondoka. Hiyo mauti ikuachie, hiyo mauti chomoka, chomoka. Ndio, hiyo mauti, hiyo mauti, hiyo roho ya mauti, hiyo roho ya mauti, hiyo roho ya mauti. Huo moto upite, huo moto upite, huo moto upite, huo moto upite, huo moto upite. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hilo kafara, hilo kafara la uchawi na uganga ambao umerudi na roho ya mauti, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka, 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 toka. Chomoka, 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 chomoka kwa jina la Yesu. Chomoka huko, chomoka kwa jina la Yesu. Toka, toka. Hiyo madhabahu ya miungu ikabomoke, hiyo madhabahu ya miungu. Toka, chomoka huko kwa jina la Yesu. 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 Enda na moto. Chomoka huko. Toka kwenye hilo jeneza. Toka. Mmezika nafsi yake. Rudi, 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 rudi. Toka kwenye mauti. Toka kwenye kaburi. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Chomoka, chomoka, chomoka huko. Toka, toka kwa jina la Yesu. Fire kwa damu ya Yesu. Saa ya kuondoka, saa ya kuondoka. Huko ulikounganishwa kwenye matambiko. Toka, hiyo madhabahu imebomoka. Hiyo madhabahu na ile sadaka uliounganishwa nayo ukatoa, unachomoka, unachomoka, ukafikiri unatengeneza, umerudi na roho ya mauti. Toka, 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 toka. Saa ya kuchomoka, ni saa ya kuchomoka, ni saa ya kuchomoka, ni saa ya kuchomoka, ni saa ya kuchomoka. Wewe pepo la mauti, wewe pepo la mauti. Afu mtu hapa, fire, chomoka kwa jina la Yesu. Na hizo nyimbo zinazoimba za imani nyingine, toka kwa jina la Yesu. Wanazokuimbia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chomoka, 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 chomoka. Simamisha huu kwa jina la Yesu. Chomoka, chomoka. Wazee wa kanisa saidieni hapa. Chomoka kwa jina la Yesu. Ndio, kwenda. Toka. Falme wako umebomoka. Ndio, hakuna kelele. Fire kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Wewe falme umebomoka. Wewe ufalme umebomoka, wewe ufalme umebomoka. Msalaba ndio asili ya mema, msalaba ndio asili ya mema. Fire kwa jina la Yesu. Toka hiyo mauti, toka hiyo roho ya mauti, toka hiyo roho ya mauti. Fire kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hiyo roho ya mauti, hiyo roho ya mauti. Fire kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa nini wazee wa kanisa ni wawili tu? Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Toka kwa damu ya Yesu.
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo mauti kwa jina la Yesu. Huo mpango mkakati wa kuua mtu umekufa. Toka. Wewe ndio wa kwanza? Afi, fire kwa jina la Yesu. Afi mtu hapa. Nasema afi mtu hapa. Toka pepo la mauti. Kwenda. Toka pepo la mauti kwa jina la Yesu. Chomoka. 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 Afi mtu hapa. Toka hiyo mauti iliyoambatanishwa nayo. Hiyo mauti iliyoambatanishwa nayo. Toka pepo la mauti. Toka pepo la mauti. Toka pepo la mauti. Toka pepo la mauti. Ndio. Holy Ghost fire. Toka pepo la mauti kwa damu ya Yesu. Toka pepo la mauti. Karabasi. Toka pepo mauti. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Fire. Fire. Kwenda ufi wewe. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Hilo pepo la mauti. Toka. 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 Mapepo ya mauti mliojibanza kwenye ibada. Mapepo mliojibanza kwenye ibada. Majini mliojibanza kwenye ibada. Kwa damu ya Yesu. Kwenda. Fire. Fire. Kwenda kuzimu. Falme wa mapepo. Toka kwa jina la Yesu. Watu waabudu na majini hapa. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Falme wote wa nguvu za giza. Saidieni yule kule afunguke. Kwa jina la Yesu vueni roho za mauti. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Falme wote wa nguvu za giza. Falme wote wa nguvu za giza. Toka, 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 toka. Kwa jina la Yesu maagano na roho za mauti. Mliounganishwa 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 na roho za mauti. Safari, safari, safari kwa jina la Yesu. Mliounganishwa na roho za kufa kwa damu ya Yesu. Toka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila nguvu inayofanya kazi kinyume na mpango wa Mungu kwenye ibada hii. Ufalme wote wa nguvu za giza. Ufalme wote wa nguvu za giza. Ufalme wote wa nguvu za giza. Kila maagano mlioingizwa. Kila maagano mlioingizwa. Iwe ni kwa kujua, inua mkono juu hivi. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Kila agano nililoingizwa kwa kujua na kutokujua. Biblia inasema hii ni damu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili ya wengi na kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Hilo agano waliloagana na mauti wakaliunganisha huko. Asubuhi ya leo, sema asubuhi ya leo, sema asubuhi ya leo, hilo agano limekuwa batili kwa agano la damu ya Yesu. Kwa agano la damu ya Yesu, kila nguvu inayoharibu maisha yangu kwa njia ya nguvu za giza, huo ufalme umeharibika ndani yangu, ndani yangu, ndani yangu, ndani yangu, ndani yangu. Kila nguvu ya kutoka kuzimu iliyofunga maisha yangu, afya yangu, biashara yangu, ndoa yangu, ndoto yangu, maono yangu, hiyo nguvu leo, sema leo, sasa imebomoka. Sema imebomoka. Sema imebomoka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ufunguliwe na uweko huru kwa jina la Yesu. Funguliwe na uweko huru kwa jina la Yesu. Amen. Piga makofi mengi kwa Mungu. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo wako, hakunikausi furaha daima. Njoni mtafurahi nipando. Msalaba, msalaba lia mema, nitatua mzigo
nguvu ya Mungu inatutembelea asubuhi ya leo. Kitabu cha Yohana sura ya kwanza, Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 5. Yohana sura ya kwanza, kitabu cha Yohana, injili ya Yohana, sio haraka, injili ya Yohana sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka ule wa 5. Soma nami. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Hapo mwanzo kabisa, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hapo mwanzo, hapo mwanzo, hapo mwanzo wa kuumba ulimwengu. Hapo mwanzo wakati ulimwengu unaumbwa, Yesu alikuwepo. Hata kabla ulimwengu haujaumbwa halikuwepo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na tukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza, takaza tu hapo mwanzo, Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo kulikuwapo, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo, naongea mwanzo. Hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, na hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo, mwanzo wa kila kitu, mwanzo wa kila kitu. Hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Hapo mwanzo, mwanzo. Na kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza sema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Maanake alikuwepo. Yeye ndiye asili ya kila kitu. Mungu ndio mwanzo wa kila kitu na mwisho wa kila kitu.
Kama ulivyo na mwanzo kwenye maisha yako, Mungu ni mwanzo wa kila kitu chini ya dunia. Mungu ni mwanzo wa kila kitu. Hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Hapo mwanzo. Kwa kabla ulimwengu haujaukuwepo, kabla ulimwengu haujaumbwa, kabla mbingu na nchi havijaumbwa, kabla mwanadamu hajawepo juu ya uso wa nchi, Yesu alikuwepo, Mungu alikuwepo. Haleluya. Nataka nikutazamishe mbali sana. Usiangalie hii tunayoangalia ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Alikuwepo. Ile tutakuja kuona mbele ya safari. Mungu baada ya Adamu kuanguka pale bustani ya Edeni, Mungu ilibidi atafute plani nyingine. Ile plani ya kwanza ya Adamu iliposhindikanika, Mungu akatafuta plani B ya kumleta Yesu ili atufie pale msalabani. Yesu anaitwa Adamu wa pili. Adamu wa kwanza alipoanguka, tukakosa roho ya kumiliki na kutawala hapo mwanzo. Ikaja plani B ya kuja na Adamu wa pili, azaliwe, apite kwenye tumbo la mwanamke kama mwanadamu, akavaa mwili wa damu na nyama, akaishi hapa miaka 3, tukamuona. Bwana Yesu apewe sifa. Tukakaa naye, akakaa mpaka kisha miaka 30. Sio miaka 3, mpaka miaka 30 tunaye. Haleluya. Tumekaa naye hapa duniani kwa miaka 30. Yupo. Akazaliwa na akafanya kazi kwenye kiwanda cha baba yake kama fundi seremala. Tukafikiri ni fundi seremala akimsaidia baba yake kazi za pale kiwandani. Kwa alikuja akaishi amevaa mwili wa kibinadamu, lakini kabla ya sisi hatujawepo. Haleluya. Alikuwepo hapo mwanzo. Haleluya. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na Injili ya Yohana sema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno halikuwa Mungu. Haleluya. Naye neno alikuwa nani? Tunaweka msingi. Hebu sema tunaweka msingi wa hili somo. Yohana 8:58. Yesu akamwambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu asiko kuwako, mimi niko. Yesu anaambia Wayahudi, msishangae, kabla Ibrahimu hajawepo mimi nilikuwepo. Haleluya. Hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Yesu anajaribu kuambia Wayahudi, msinishangae kama kijana. Kabla baba yenu Ibrahimu naye muamini, mimi nilikuwepo. Haleluya. Kwa Yesu anaambia kabla Ibrahimu hajakuwepo, mimi nilikuwepo. Haleluya. Kabla Ibrahimu hajawepo, nilikuwepo. Kwa unaposikia neno la Mungu, hebu sema neno la Mungu. Hebu sema neno la Mungu. Neno la Mungu ni Mungu. Hebu sema neno la Mungu ni Mungu. Hebu sema neno la Mungu ni Mungu. Neno la Mungu ni Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la Mungu ni Mungu. Sema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo ninachokufundisha asubuhi ya leo, kama Mungu ni neno, ukilishika neno maana yake umemshika Mungu. Ukiliishi neno la Mungu umemshika Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na akaenda mbali akasema, haleluya, huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Asema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Tumeongezewa kitu kingine asubuhi ya leo. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo. Hebu sema vyote. Hebu sema vyote. Hebu sema vyote vilifanyika kwa huyo. Bwana Yesu apewe sifa. Vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Tumeongezewa kitu kingine mwaka mpya. Sema pasipo yeye
Pasipo yeye. Msema pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika mbinguni na duniani, na kama unavyoviona kwa macho ya damu na nyama vilifanyika kwa yeye. Kwa hiyo ninachotaka kukuongozea asubuhi ya leo, maanake unapokaa mbali na Mungu, unapokaa mbali na uso wa Mungu, hatuwezi kikafanyika chochote kwenye maisha yako. Ukikaa mbali na uwepo wa Mungu, maanake hata mafanikio hata hayawezi yakaja. Ukijitoa kwa Mungu, maanake kwako hata ufanye kazi kwa bidii, kwa nguvu zako uwezi. Nimesema hakikufanyika chochote pasipo yeye. Kwa hiyo hata kwako ukimwacha Mungu hakiwezi kufanyika chochote, hata ufanye kazi kwa bidii. Hiyo nguvu nayo unapewa na Mungu. Amina. Haleluya. Amen. Vyote vilifanyika kwa huyo. Kama vyote vilifanyika kwa huyo, ukikaa kwake hata kwako vitafanyika. Yale yaliyoshindikanika, yale mambo ambayo unayaona ni magumu, yale kwako yaliyofunga kabisa kama kufuli, kwake yanawezekana yakafunguliwa. Akiwepo yeye, yote yatafanyika. Mafanikio yatakuwepo, baraka itakuwepo, afya itakuwepo. Akiwepo yeye. Pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa mahala ambapo hakuna Mungu, mahala ambapo hakuna uwepo wa Mungu, mahala ambapo hakuna uwepo wa Mungu, mahali ambapo nguvu ya Mungu haipo, hakiwezi kufanyika chochote. Tulikuwa tunajifunza wamngojea Bwana watapata nguvu mpya. Maanake hata ili nguvu mpya ifanyike lazima awepo Bwana. Ili upokee na nguvu mpya, haiwezi ikaja asipokuwepo Bwana. Tulijifunza ule mwaka mpya Isaya 40:30 anasema wamngojea Bwana watapata nguvu mpya. Kwa hiyo maanake hata ili upate hiyo nguvu mpya lazima umngoje Bwana. Ili chochote kifanyike lazima umngoje Bwana. Alipo Bwana kitafanyika. Hata wale ambao watu wanaona hayawezekanika yatafanyika. Uumbaji wa mbingu na nchi, mbingu na nchi tunayoiona iliumbwa kupitia yeye. Tena kwa neno tu. Sema iwe mbingu na ikawepo. Ukiona mbingu na nchi inayoelea hapo hewani namna hii, imekuwepo kupitia neno. Haleluya. Mungu alisema iwe ikawa. Kwa hiyo ile neno ambalo limetamkwa na Mungu likaja kwako lina nguvu, linaweza likaumba kitu, linaweza likafanya kitu ambacho hakikuwepo kikawepo. Naongea habari ya neno. Linaweza likaumba kitu kwenye maisha yako ambacho hakipo kikawepo, na kikazaliwa na kikaonekana. Hakikufanyika chochote kilichofanyika pasipo yeye. Kama huku duniani hakikufanyika chochote pasipo yeye, hadi kadhalika kwenye maisha yako ukimwacha Yesu, jua umeachana na mafanikio yako. Ukimkataa Mungu umekataa baraka zako. Ukikaa mbali na uso wa Mungu umekataa mafanikio yako. Ukimkataa Mungu umeikataa hatima ya maisha yako. Hata tukubebe ubebo na ndugu, una msaada mahala popote, maana asili ya msaada ni Mungu. Si Daudi akasema Zaburi ya 121 sema, "Tainua macho yangu mtazame mlimani, msaada wangu utatoka wapi?" Hata huo msaada unaopata unatoka kwake. Hata huo msaada unaopata unatoka kwake. Haleluya. Hakikufanyika chochote kilichofanyika pasipo yeye. Nachotaka kukuambia rafiki yangu, mahala penye uwepo wa Mungu na neno la Mungu likiwepo, hata yale mambo yaliyoshindikanika, ninakwambia magonjwa yataenda wenyewe, mapepo yataenda wenyewe, umaskini utaenda wenyewe. Mahali ambapo kuna nguvu ya neno, yale yaliyoshindikanika kwa matabibu yatafanyika tu, maana uwepo wake upo. Mahala palipobomoka anaweza akapajenga na kupatengeneza upya. Hakikufanyika chochote pasipo yeye. Kwa hiyo pale ambapo panaonekana kwenye maisha yako hakiwezi kufanyika chochote, ninakwambia ukimwamini Mungu anaweza fanya kitu kipya ndani ya maisha yako. Yesu aweza kuitengeneza kesho yako. Yesu aweza kurudisha ndoto yako. Alipo Bwana yote yanawezekanika. Mungu aweza kuumba jambo jipya likawepo ndani ya maisha yako. Naongea kuumba. Nasema Mungu anaweza kuumba jambo jipya. Kinachoumbwa ni ambacho hakipo. Vile unavyoona haiwezekani, sijui unapitia wapi, Mungu hakiwepo
Hapo mwanzo alikuwepo neno, yeye akaja kwenye maisha yako. Hilo neno likaja kwenye maisha yako, linaweza likaumba jambo jipya. Mungu anaweza akatengeneza kitu kipya. Hata kama ulionekana kana kwamba umebomolewa, unaweza ukajengwa upya na watu wakakushangaa. Ninakuombea mwaka 2026 ni mwanzo kabisa wa mwaka. Tuna siku ya 4, ni hapo mwanzo, ni mwanzo kabisa. Una mwezi, tuko mwanzo kabisa, siku ya 4. Kama ulikuwa umebomoka, Bwana na akakujenge. Kama ulikuwa umebomolewa, Bwana na akakujenge. Bwana na akajenge ndoa yako. Bwana na akajenga afya yako iliyobomoka. Akikufanyika chochote pasipo yeye, kikafanyike kwako, kikafanyike kwako. Alipo yeye, yote yanawezekanika kwake anayemwamini. Ukiamini asubuhi ya leo, yanaweza yakawa ya kwako. Halo, ukimwamini asubuhi ya leo, hili linaweza likawa la kwako. Amina baba. Mimi naongea habari ya neno. Amina. Kama umekuja kwenye maombi, kama mtu anaenda kwa mganga wa kienyeji, shauri yake. Amina. Kama umekuja kwenye maombi, kama mtu anakwenda kuangaliliwa ramli, shauri yako. Kama umekuja kwenye maombi, kama mtu amekuja kupigiwa bao, shauri yako. Mungu anafanya kazi na watu wanaoliishi neno. Ukiliishi neno, ninakwambia kitafanyika tu. Ukiliishi neno, litafanyika tu. Mahala ambapo pana neno, lazima kifanyike kitu. Kama aliumba mbingu na nchi, anaweza nao akakuumba kwa upya. Kwa mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Anaweza akakuumba upya. Anaweza akaumba maisha yako upya. Anaweza akafinyanga biashara yako upya. Anaweza akakupa mtaji. Anaweza akafinyanga ndoa yako. Anaweza tengeneza watoto walioshindikana wakawa wafuta bangi. Anaweza akawatengeneza, hiyo kiu ya dhambi ikaondoka. Aweza kuumba kwa upya alipo Bwana. Hapo mwanzo hapo mwanzo alikuweko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Akikufanyika chochote, hebu sema akikufanyika chochote. Biblia sema mbingu ilikuwa ukiwa na utupu. Hebu sema ukiwa. Hebu sema ukiwa na utupu. Soma sura ya kwanza utaona. Naomba usome hapo mchungaji. Na mbingu na nchi ilikuwa ukiwa utupu. Mahali ambapo hakuna Mungu, pana roho ya ukiwa. Naongea hapo mwanzo. Mahali ambapo hapana Mungu, pana utupu. Mbingu na nchi vilikuwa ukiwa. Hebu sema ukiwa. Hebu sema ukiwa. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari ule wa kwanza na wa pili sehemu A. Ule mstari wa kwanza unasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ule mstari wa pili sehemu A unasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Naomba simama hapo, ukiwa tena utupu. Kwa mahali ambapo hapana Bwana, mahali ambapo hakuna neno la Mungu, pana nini? Hebu sema pana ukiwa. Pana nini? Pana atamia na roho ya ukiwa na utupu. Naongea na mtu asubuhi ya leo. Mahali ambapo hapana neno la Mungu, mahali ambapo hapana uwepo wa Mungu, pana roho ya ukiwa. Hebu sema roho ya ukiwa. Hebu sema roho ya ukiwa. Pana roho ya ukiwa na roho ya utupu. Kimkataa Mungu, kikataa maombi, kimkataa Yesu, rafiki yangu, hata tukusitiri namna gani, unaweza akavaa kaunda suti kama ya mchungaji wako, lakini moyoni ni mtupu. Utukufu wa Bwana haupo. Hata tukubebe namna gani, uwezi ukabebeka, maana wewe unatembelea vazi la ukiwa. Come on. Hello, unatembelea nini? Unatembelea vazi la ukiwa. Mtu yote ambaye ana Yesu, serious kabisa, mtu yote ambaye ana Mungu, wewe hata tukipe kiroba cha hela sio tatu, kesho tu zitaisha. Shida yako sio hela wewe. Hello. Wewe shida yako sio hela. Na hela haikai kwa mtu ambaye ana akili, mnisamee. Simaanishi kama una akili. Unaweza ukapata ukaitumia vibaya. Hebu sema ukaitumia vibaya. Lazima uwe na nidhamu nayo. Kwa hiyo jana watu wamepata mabilioni milioni miezi mingapi hawana kitu. Wewe hujawahi kuona? Na wakatusumbua mtaani ratulani. Sasa hivi hata hebo hawana. Zilienda wapi? Hivi unajiuliza? Hivi unajiuliza zilienda wapi? Hebu sema hivi. Hebu sema hello. Hello. Sema hela nayo haitaki kelele. Hela nayo haitaki kelele. Nao ni roho, ina roho nayo pia. Haitaki nini? Haikai sema haikai hapo nayo. Taondoka tu. Ukimpata Yesu atakushefu. Atakushefu. Atakufanyaje? Atakushefu. Atakutengeneza.
Sema nayo nchi ilikuwa ukiwa na utupu. Sema andika hivi. Ilikuwa utupu na ukiwa. Kwa hiyo alipokuja akaijaza, ule utupu ukaondoka, ule ukiwa ukaondoka. Nchi kazaa, ikawa na mimea, ikawa na wanyama, ikawa na ndege, ikawa na samaki baharini. Mungu akaijaza nchi kila kitu. Lakini kabla ya hapo ilikuwa ipo, lakini ni ukiwa na utupu. Ndio tena baba. Hapo mstari ule wa pili, Biblia inaendelea kusema, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa hiyo nasema na giza lilikuwa wapi? Juu ya uso wa vilindi vya maji. Giza likakaa hapo. Halafu Roho wa Bwana akatulia juu ya nini? Juu ya nini? Uso wa maji. Uso wa maji. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa akaenda akasema hivi, ule mstari wa 4 anasema, na ndani yake ulikuwa na ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Na ndani yake, ndani ya hilo neno, ndani ya huyo Yesu, haleluya, ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Tumeongezewa kitu kingine. Kumbe tukiwa wazima tunatembea na nuru. Mwambie zako Aaron, naongea na wewe asubuhi ya leo. Mwambie ni wewe. Mwambie ni wewe. Haleluya. Uzima unafananishwa na nini? Na nuru. Nuru. Sema na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Hebu sema na ule uzima. Biblia inasema watu waliokaa kwenye nchi ya Zabuloni na Naftali walifunikwa na uvuli wa mauti. Mahali ambapo hapana uwepo wa Bwana pana uvuli wa kifo. Mahali ambapo hapana cha Mungu pana roho ya kifo. Hata kwenye biashara ambayo hakuna Mungu kuna roho ya kufa tu. Hata ufanye biashara kama ufanye na Bwana, huo mtaji utakufa tu. Hiyo hela hata kama umechukua vikomba na black sijui na white itakufa tu. Inatembea na uvuli wa kifo tu. Ninakwambia mahali ambapo hamna Mungu itakufa tu. Haleluya. Sema na ile nuru ilikuwa uzima wa watu. Mahala penye nuru. Nuru inafananishwa na nini? Uzima. Naongelea nuru jamani, nuru. Hebu sema mwanga. Ngoja nikusaidie. Kafanya hili zoezi ukienda nyumbani. Hivi taa ikizimaga usiku, umeme akasema ghafla, kama mko sebuleni, huwa mnatembeaga hivi umeme usipapa, mnatembeaga hivyo. Mko hapo mezani, umeme akasema pa. Hata muondoko unabadilika. Unatembea kwa kuburuza mguu, maana una uhakika na unapopakanyaga usije ukavunja vitu. Sasa hilo ni giza la mwilini, na rohoni huko hivyo hivyo. Kama una Mungu utaona ukipiga hatua, lakini una uhakika na unakokwenda, rafiki yangu. Haleluya. Nalo giza, hilo giza, nalo giza halikuiweza nuru. Bwana Yesu apewe sifa. Turudi tusogee kidogo tu. Zaburi ya 119 ule mstari wa 105, mchungaji atakonfirm, anasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Ni taa. Neno ni taa ya miguu yangu. Neno ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa hiyo neno likikaa, neno la Mungu likikaa na wewe, ninakwambia kwenye miguu ya mtu wa ndani, siongelee miguu hii, naongea mtu wa ndani ana miguu, haendi gizani. Lile neno linamuongoza katika njia zake na mapito yake. Hilo neno likawe taa. 2026 likawe taa chini ya miguu yako. Usiende njia za giza, likakuongoze kwenye baraka, kwenye mafanikio, kwenye mipenyo, kwenye roho ya mpenyo. Bwana Yesu apewe sifa. Zaburi ya 119 mstari wa 105. Ngoja confirm. Zaburi ya 119 mstari wa 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Amen. Kwa nini neno liwe taa kwenye miguu? Pata ile picha kule usiku, umeme ukikata kule ndani, ukitembea ngubu, wewe utatuvunjia vitu. Ni umeme wa TANESCO umekata. Kwa hata kama unaenda chumbani kufanya miguu, kama unajifunza kutembea, maana unaogopa unaweza ukainua mguu na vitu vikavunjika. Mwambie zako unatembeaje na una Yesu mpaka umefika hapo. Mwanzo ulitembeaje na giza lote hilo? Mbona umuulize wewe? Umetembeaje na giza lote hilo? Na Yesu ni nuru. Bwana Yesu apewe sifa. Si ndio tunaona matokeo tu kwenye maisha? Tunaona matokeo kwenye nini? Kwenye maisha. Tunaona matokeo tu kwenye maisha. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona tu matokeo kwenye maisha.
akasema hivi, ndani yake ndimo ulikuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani ya nini? Hebu sema ndani ya neno. Hebu sema ndani ya neno. Hebu sema ndani ya neno kuna uzima. Ndani ya neno kuna nini? Naongelea uzima. Bwana amesema utaombewa hapa. Hebu tubadilishe. Wengi hapa wamekuja kuombewa. Pastor amesema kuombewa. Asema ndani ya neno kuna uzima. Nakwambia ukiliishi neno na uponyaji unakuja tu. Nakwambia na uzima unakuja tu. Neno la Mungu likikaa ndani yako na magonjwa yanakaa mbali. Kila kitu kinakaa mbali na wewe. Maana ndani yako unaishi, roho ya uzima inaishi ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Sema na ndani yake ndimo ulimokuwa ule uzima. Ndani ya hilo neno. Haleluya. Na ndani yake ndimo ulimokuwa ule uzima. Na ule uzima, hebu sema na ule uzima. Hebu sema na ule uzima. Sema na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Hebu pata picha kama umeme unavyozimika ukaogopa kuharibu vitu, maisha yako akimkosa Mungu ni giza. Kwa ndio magonjwa unayo. Nini unacho? Naongea nini unacho jamani? Magonjwa yapo. Nguvu za giza zipo. Na kwambia hivi, nguvu ya giza haikaaki kwenye nuru. Maana penye nuru ya Mungu hata nguvu ya giza haikai hapo. Kwani wezi wanaibaga kwenye nuru? Wale wanaokimbia usiku sana toka kwanza kabalu pawe giza ili wafanye wanachotaka. Kwani mambo mazuri yanafanyikaga nuruni? Mambo mabaya yanafanyikaga nuruni? Nasema hivi, mambo mabaya yanafanyikaga nuruni. Hata wale wanaokuja kukusotea usiku wanasubiri pawe na giza ndio waje. Maana mambo yao ni ya gizani. Mahala penye nuru ninakwambia na uzima upo. Na ile nuru ilikuwa ni uzima wa watu. Na kuombea rafiki yangu umpate Yesu. Hawe neno ndani ya moyo wako. Ili 2026 ninakwambia hiyo nuru, hiyo uzima wako. Hiyo nuru. Hakusema utaenda kuombewa jamani hapa. Kwa mtaenda mwisho wa shamba kuombewa, hatujawazuia msikuje. Anasema na hiyo nuru ilikuwa uzima, na hiyo nuru ilikuwa ni uzima wa watu. Haleluya. Na hiyo nuru ilikuwa nini? Uzima wa watu. Naongelea nuru. Yesu akikaa ndani, hao neno la mwili likikaa ndani linakuwa kama taa. Linakuwa kama taa huko ndani yako. Linatengeneza uponyaji tu lenyewe. Wala unahitaji malaria kuja hapa na kuambia hata mbwa aking'ata anadunda malaria haingii. Wakituma mapepo hakuna mlango wa kuingia. Wakituma urogi hauje hakuna mlango wa kuingia. Maana ndani yako kunaishi kitu kinaitwa uzima. Kuna roho inaishi ndani yako. Unaishi na roho inaitwa uzima. Na huo uzima unakuwa ni nuru ya watu. Ninakwambia hata ukienda mahala penye nguvu za giza, unakuwa tishio. Amina. Ngoja nikupe mfano. Wale ambao wameokoka mkasimama vizuri, waweza kwenda sehemu watu wanashughulika na mambo ya nguvu za giza, wakakuchukia. Wanapambana na ule uwepo wa Mungu ndani yako, unakuwa tishio kwa majini na mapepo yaliyoko mahala pale. Kile kilichoko ndani yako kinakuwa tishio upande wa pili. Nakwambia ukisimama kwao ni kama taa. Mapepo na mwanga havikai pamoja. Mapepo na nuru havikai pamoja. Penye nuru ya Mungu na nguvu za giza hazikai hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu aliyeokoka, mtu mwenye Yesu ni kama nuru, ni kama taa. Hebu sema ni kama taa. Kwa hiyo ukiingia penye giza, giza linaondoka. Ngoja nikusaidie kitu kirahisi. Hivi ukizima umeme, ukizimika, sipanakuwa giza ndani. Ukiwasha njiti ya kiberiti, sema toka giza. Unaliambiaga hivyo. Umeme umekatika, ndani pana giza. Ukaamua kuwasha kakinjiti mbaya, unashangaa mwanga. Giza ni kweli. Alitaka kuambia toka giza. Kale kanjiti kakizima, giza hili limerudi. Hiyo ni sheria iliyoko mwilini na katika ulimwengu wa roho iko hivi kwa rafiki yangu. Mahali ambapo pana nuru, giza ilihitaji kuambiwa toka giza. Nuru ikija giza kwa heri. Ninakaa ndani huko. Cheki ile taa ikiisha mafuta ikizima, ili hapa. Yaani kisema tu na hili hapa. Ikiwaka lile. Na kwambia Yesu akiwaka ndani yako, mapepo yatakusanya kila kitu yataenda. Magonjwa yatakusanya kila kitu yataenda. Bwana Yesu apewe sifa. Umaskini utakusanya kila kitu utaenda. Maana Yesu ni asili ya baraka. Amina. Haleluya. Utakusanya kila kitu yataenda. Amina.
Kama taa inapozima mbii, giza linakuja. Nakwambia hivi, nao ukimwacha Yesu, kibadilika tu, yamekuja. Wala hahitaji kuleta application. Tunaomba kesho tukuvamie, tukunyonge, uwete ndoto za majina mizima, unaminywa usiku. Nakwambia ukimwacha Yesu, nayo yamekinga, yamekuja. Yesu akiingia, nayo yamechomoka. Hii ni kanuni ya ulimwengu wa kiroho. Wala uhitaji kuombewa. Neno likikaa ndani yako, ninakwambia mazagazaga mengine huwa yanakimbiaga yenyewe tu. Haleluya, haleluya. Kila pepo linaondoka. Hebu sema kila pepo. Hebu sema kila pepo. Kila nguvu ya kuzimu inaondoka. Haihitaji kuambiwa toka. Si nuru imekuja? Nuru imefanyaje? Imekuja. Nuru imekuja. Nuru imefanya nini? Imekuja. Kwa kama nuru ikija, giza alihitaji tufanye mabadiliko. Giza umekaa sana miaka mingi rafiki yangu, tumeishi. Sasa unaondoka. Na kwambia ninakusanya kila kitu kinaondoka. Halafu sasa wale wakizana sasa, tulikuwa tunakunywa na wewe, tunakula mirungi na wewe, tunavuta na wewe. Mwenzetu ndio umetuacha. Wewe hujaona kuona hivyo? Sisi sio mwenzetu. Giza ndio nasema wewe sio mwenzetu. Giza litasema yule sio wa kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema huyu sio wa kwetu. Siku hizi mwaka wa maombi. Siku hizi hata vile vijio vya kusema watu umkuti. Kila saa mkuta tu anasoma neno na kuomba. Vile vikava tanarila umkuti tena. Ninakwambia giza huwa linaondokaga lenyewe. Hata liondoke likisikitika. Hata liondoke likinungunika, nafasi limekosa ndani ya moyo wako. Na ile nuru ilikuwa uzima. Nuru ilikuwa nini? Na ile nuru. Bwana Yesu apewe sifa. Asema na ile nuru. Sema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa ukiwa na afya maana yake una nuru. Ukiwa na afya una nini? Asiki kitu ni kizuri. Hebu mwambie mzako, hebu cheki. Rudi pale Mwanzo 2. Mwanzo 1:2. Asema nchi ilikuwa ukiwa. Ilikuwa utupu na ukiwa. Ilikuwa nini? Hebu sema utupu. Hebu sema utupu na ukiwa. Lakini nuru ilipokuja, ule utupu uliondoka. Ukiwa uliondoka. Unajua tukilijua neno watumishi wa Mungu, familia ya JVM, tukimjua Mungu, vitu vingine havihitaji kujisumbua sana. Vitakuja venyewe. Vitafanyaje? Mbona muongei tena? Vitakuja venyewe. Vitafanyaje? Vitakuja venyewe. Haleluya. Vitakuja tu venyewe. Mahali penye neno likija, ukiwa unaambiwa kwa heri, roho ya ukiwa ondoka. Kuna familia ukiziangalia wanaishi maisha ya ukiwa. Niliwahi kwenda mahala fulani. Hata kabla hujaomba unasikia kulia tu. Maisha yale watu wanaishi yanaliza. Hata uwasaidii, hawasaidiki. Nini? Hawa watu hawahitaji kusaidiwa mwilini. Wanahitaji kusaidiwa wamuone Yesu. Wamehatamiwa na roho ya ukiwa. Roho ya nini? Roho ya ukiwa. Hebu sema ukiwa ni roho. Sema ukiwa ni roho. Na inaishi. Ukiwa unaweza ukakaa eneo likafunikwa na roho ya ukiwa. Wanaoishi pale nao wanakuwa wakiwa hivyo hivyo. Hiyo mahala penye roho ya ukiwa panaenda na roho ya utupu. Naongelea utupu wa kiroho. Na matokeo yake yanakuja mpaka kwenye mwili wa damu na nyama. Ni matokeo yakija kwenye mwili wa damu na nyama, tunakuwa watu wa kuishiwa, watu wa kutindikiwa. Kila ukifanya hivi hapa kai, ukishika hapa shikiki. Jua hilo eneo linatamia na roho ya ukiwa na utupu. Mungu akijaza rohoni, utoshelevu unakuja na mwilini. Haleluya. Mahali ambapo yuko Mungu, pana uwepo wa Mungu. Sasa sema utupe leo riziki yetu. Kwa mahala penye uwepo wa Bwana na riziki yako ipo. Mahali ambapo hapana Mungu na riziki haipo. Hisi tu. Na kufundisha ili ulijue kanuni ya neno. Ujue namna ya kuishi na neno. Ujue palipo na neno panafanyika kila kitu. Pasipo neno hakikufanyika chochote kilichofanyika.
Unajua vitu vingine mnaenda kwa waganga, hata waganga hawawezi. Wewe mwenyewe ni shahidi hivi. Unisamehe, hebu sema tusameane. Mwambie zetu mlioendaga kule mambo ya pili hivi mna akili. Mwambie tu hivyo. Si mimi nafundisha. Mwambie mlienda kule hivi mna akili. Anayekuagua mwenyewe mguu umepasuka anaweza katia shilingi 5 huko. Anayekuagua hata kitiana. Anayekuagua analia kitanda cha kamba. Alafu kwambia njoo ngupe utajiri. Mkichaa kwani anaalizi na hela. Ili jua ni maskini sana. Ufanye kwambia kalete mayai. Haya siku nyingi ajala mayai mlafi tu huyo. Kwambia kalete na nyama. Kalete na kuku. Ana mpango wa kula kuku. Maana yake ukienda ndio umempelekea riziki. Yeye mwenyewe ukajishindwa tu. Shida tu ulifungwa ufahamu. Alafu unafunga manyoya ya kuku naondoka nayo. Kuna yule mama alikuja hapa asema walikuja kwangu. Wakashika majogoo 4. Sema mmoja akalichemsha hapo hapo. Huko anapiga ngoma, mmoja akalichemsha wakalinywa hapo. Alafu akachukua ile manyoya wakaweka kwenye mfuko akanizungushia akaniwekea hapa kichwani, manyoya ya kuku hapo kichwani, wakanywa supu akamaliza apika sema wabanga ana roho mbaya. Yale matatu wakabeba wakaondoka. Ulipona akasema kesho ndo nina hali mbaya kabisa baba kuliko. Yale ningejua yale nikaacha nikauza ningeenda kapata hata parestata wakayabeba. Hivyo unajua mtu ambaye na Mungu sangine unafungwa na ufahamu. Naongea na mtu kwenye ibada. Hivyo unajua unafungwa ufahamu. Huyo mwenyewe anakuambia njoo ngupe utajiri, anatembea peko. Huyo mwenyewe anakuambia njoo ngupe utajiri, nyumba yake iko kama inakwepa jiwe namna hii. Itaanguka wakati wote. Yenyewe mtu umekaa hivi. Umeona mpaka huko ndani. Halafu anakuambia eti mganga ajigangi wewe. Anakuambia mganga ajigangi mwaya. Kama ajigangi kuku zako anataka za nini? Kuku zako anazitaka za nini? Mayai anataka ya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Mungu tusaidie. Mahali ambapo uwepo wa Mungu umeondoka pana hatamio na roho ya ukiwa. Eneo lolote. Iwe ni kwenye familia. Mnaweza mkaa familia kwenu mnahatamio na roho ya utupu na ukiwa. Mnayo tu. Mnapambana miaka na miaka. Akainuka mmoja akampata Yesu. Mkapambana naye mkashangaa akaanza kubadilika kimaisha na kuambia amekuwa nuru. Ile nuru imeanza kutengeneza uzima ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Nuru ikiingia mahala popote lazima kuna giza jiondoke. Uzima ukiingia mahala fulani kama tu taa imeingia. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sema ndani yake ndimo mlikuwa, ndani yake mlikuwa uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Ndani ya nani? Ndani ya neno, ndani ya Yesu mlikuwa na uzima. Ukimpata Yesu umepata uzima. Ukimkataa Yesu umekataa afya na uzima wako. Kama tujaribu kwa na hii, sio tutaelewana. Ni kama unataka kunywa maziwa lakini umtaki ng'ombe. Ila maziwa unayataka kweli kweli. Ndio inakuwaje? Nasema hivi, unataka maziwa lakini ng'ombe umtaki. Unataka uponyaji lakini Yesu umtaki. Hivi unaweza kutenganisha maziwa na ng'ombe? Nasema hivi, unaweza kutenganisha maziwa na ng'ombe? Unamtenganishaje Yesu na uponyaji wake? Wewe unataka baraka zake lakini umtaki. Hebu tusaidie mzee Mwinga. Maziwa unayataka lakini ng'ombe umtaki. Unayatenganishaje maziwa na ng'ombe? Unamtenganishaje mbeba uzima na yaani umtaki ila unataka uzima wake. Yeye umtaki lakini unataka uzima wake. Hivi inawezekana? Hebu tusaidiane jamani, tuko kwenye ibada asubuhi ya leo. Inawezekanaje? Yesu unataka akuponye, unataka akubariki, lakini marufuku kuingia ndani ya moyo wako, ila baraka zake unazitaka. Haja akupigie wachawi, haja akupigie makopera, lakini marufuku kuingia ndani yangu. Ili kanuni ya kupigiwa maadui, lazima cha Mungu kikae kwanza ndani. Aisha, hapo ndio pazuri. Hapa ng'ombe zako hapa ndio pazuri.
Sema na ule uzima ukiingia ndani ya watu unakuwa kama nuru. Ili akusaidie lazima akae ndani yako. Kama unavyomeza vidonge ndio upokee uponyaji, lazima neno liingie ndani ya moyo wako. Neno likiingia ndani ya moyo wako linatengeneza uponyaji, linaondoa na magonjwa. Kwa hiyo unataka neno ambalo liko nje haliwezi likakusaidia. Nasema neno ambalo liko nje halimsaidii mtu. Beba maji sana rafiki yangu, njoo. Naongea kikubwa sana. Na ile nuru ilikuwa na ile nuru. Yesu alikuwa ni nuru halisi, ampiaye kila mtu nuru. Bwana Yesu apewe sifa. Na ule uzima nao ulikuwa ni nuru ya watu. Kwa hiyo ukitaka uzima, lazima uzima ndani. Lazima neno liingie ndani. Hii ndio kanuni, ndio kanuni ya kibibilia hii. Halo. Sijui nianzeje. Hivi ukienda hospitali ukaambiwa na utapia mlo, ukaambiwa kale vile vyakula, si unakula tu vinaenda tumboni. Nashangaa ulikuwa umeshiriki hivi, unaanza kutanuka. Kama mfurale kama ya kwangu, nashangaa tumboni mkanda hautoshi. Nini? Si ulikula? Ukavinunua vile vikakuzunguka. Usipovila utapia mlo unaondoka kwa watoto. Au una njaa. Tende una njaa. Una njaa kweli kweli. Ukawekewa chakula hapo. Unakitazama namna hii, ukakataa kula. Sema nimeshakiona, nimeshakila. Ni kweli njaa itaondoka. Njaa inaondoka Ukakaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, utakufa tu. Utakufa tu. Lazima kama tunataka tuishi tule ugali, tuwe na nguvu. Kama tunataka tupambane na nguvu za giza na ufalme wa nguvu za giza, lazima neno la Mungu likae ndani yetu. Tukitaka tuonekane washindi, lazima neno la Mungu likae ndani yetu, liishi huko ndani. Likikaa huko ndani, linatutengenezea uzima. Ninakwambia magonjwa yenyewe yanaondoka tu. Likikaa huko ndani, linatengeneza mfumo wa mafanikio na baraka. Ninakwambia linatengeneza miundombinu ya baraka, inakuja yenyewe. Ninakwambia linakupa mawazo sahihi, unatakiwa ufanye 1, 2, 3, na ukifanya unashangaa unafanikiwa tu. Nini liko kule ndani? Anaitwa mshauri wa ajabu. Akikaa huko ndani ndo anakupa maelekezo ufanye nini. Amina. Mimi sihitaji hiyo imani, siamini. Wewe omba tu. Haya. Utaki Yesu na uponyaji usichukue. Biblia inasema hivi, hapana jina wanadamu walilopewa litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina la Yesu, mbinguni na duniani. Kwa mbingu inaendelea kusimama hivyo hivyo tu. Hatuna jina jingine mbinguni wala duniani litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina la Yesu. Uliza wale wanaendaga hospitali halafu wakakataa kunywa dawa. Kuna madaktari wengine kufa pale hospitali, wanakuanzia dozi, wanakuangalia wakuelewa, kwambia meza hapa, wanakupa na maji, meza hapa, unaanzia hapa. Lazima ukija hapa kwenye huduma tukubandike Yesu, mwanzie kummeza hapa, uvikaanze kufanya kazi huko mbele ya safari kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Saa nyingine lazima tukuanzishie na dozi hapa. Unaenda hospitali, unamwambia daktari na kuangalia meza kutwa mara 3. Sikuelewelei. Meza hapa. Au yeye ndio mkapenda mkameza hapa. Na maumivu hapa. Ukija hapa Yesu 2026 aingie kwanza ndani yako, aanze kukaa ndani yako, ili ukitoka hapa utoke na uzima. Ukitoka na uzima kule mitaani unakuwa nuru. Wanashangaa pale gengeni kalikuwa kagenge kadogo kanaanza kuongezeka. Mwenzetu ulifanya nini? Bwana wa mafanikio aliingia kwanza ndani, akaondoa ile hali ya ukiwa. Wewe mwenyewe ni shahidi, una hela lakini umejikataa. Sababu yenyewe wakisema wewe mwenyewe tu uko ndani umejikataa. Si unatembea na roho ya ukiwa na utupu. Yesu apewe sifa. Halo. 5. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nayo nuru yang'aa gizani. Hebu sema nayo nuru yang'aa gizani. Hebu sema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Mahali ambapo upo, iwe ni nyumbani, unafananishwa na nuru.
iwe ni ofisini, unafananishwa na nuru. Anasema wala giza halikuiweza. Na kwambia akafanya hili zoezi, mahala popote kawashe taa ndani na kuzima. Taa ikiwaka giza linaondoka, taa ikizima giza limekuja. Saa ukimwacha Yesu giza limekuja kwenye maisha yako. Saa Yesu akiwa kwenye maisha yako unatembea kama mwanga. Bwana Yesu apewe sifa. Na njia zako zimenyooka namna hii, na kila unachokifanya una uhakika nacho. Ndio tokeni Zaburi ya 105, Zaburi ya 119, Zaburi ya 119 ule mstari wa 105 nasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Nasema neno lako ni taa. Kwani aseme kwenye miguu? Anataka miguu ya mtu wa ndani. Ukienda kwenye biashara uende mahala pa uhakika, usifanye kwa kubahatisha. Sema na mwanga wa njia zangu. Na kwambia njia na mapito yako yawe na mwanga 2025. Bwana Yesu apewe sifa. Na mapito yako. Hello. Bwana Yesu apewe sifa. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Hatutarajie 2026 nguvu za giza zikushinde kwa jina la Yesu. Hatutarajie 2026 sema wamenitia mtoto wangu zongo. Ninakwambia ukisimama, nguvu ya Mungu ikiingia ndani yako, nguvu zote za giza zinaondoka. Unahitaji sema toka pepo. Nakwambia penye nguvu ya Mungu haya madude hayatakaa. Nakwambia penye nguvu za Mungu utupu utaondoka. Penye nguvu za Mungu utoshelevu utakuja. Penye nguvu za Mungu roho ya ukiwa itaondoka. Hapo mwanzo tuna mwanzo na mwisho. Nakwambia mwanzo wako mzuri na mwisho wako uwe mzuri kwa jina la Yesu. Uanze vizuri na kule mwisho umalize vizuri kwa jina la Yesu. Umepata neema 2026 uanze vizuri na Bwana na umalize vizuri na Bwana. Wakikaa watu waliofanikiwa 26 waseme nami narudi kumshukuru Mungu. Nimeanza mwanzo mwema na Bwana. Nimeona kung'aa. Nimeona nuru. Nimeona mng'ao kwenye maisha ya familia yangu. Huu mwezi ni wa kwanza kabisa. Anza vizuri na Bwana. Ukae hapo mwanzo, anza na Bwana. Kama palikuwepo roho ya ukiwa uondoke. Usiende 2026 ukianza na roho ya ukiwa na utupu. Bwana na akupe na roho ya utoshelevu. Roho ya ukiwa na utupu iondoke. Mungu akupe kinachoshikika kwenye maisha yako. Mungu akupe kinachoonekana kwenye maisha yako. Mungu akupe kinachoshikika kwenye maisha yako. Yesu aweza badilisha maisha yako. Yesu hawezi kukubadilisha, anaweza akabadilisha maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema hivi, Zaburi inasema amewapa wamchao chakula. Yesu aweza akakupa chakula. Wako msilale nje kwa jina la Yesu. Wengine hata uhakika wa kula kwa siku Mungu akutoe hapo. Wengine hata uhakika wa kula kwa siku hawana. Mungu akutoe hapo, akupe uhakika wa kula kwa siku na 2026 Januari uanze na Bwana. Baraka zikufuate, kibali kikufuate, mafanikio yakufuate. Mahala ambapo wengine wanakwama, Mungu akuvushe hapo kwa jina la Yesu. Mahala ambapo ulikuwa uoni mbele, neno lake likapate kuwa taa ya miguu yako. Neno la Mungu likapate kuwa taa ya miguu yako na mwanga wa njia zako. Ninakwambia popote utakapokwenda Mungu akupe kibali. Mungu akupe kibali. Mungu akupe kibali. Ukawa ni mwaka wa kuvuka. Ukawa ni mwaka wa kuandika historia kwenye maisha yako. Mwimbaji mmoja anasema mahali nimefika nimemuona Bwana. Hata sasa ni Ebeneza. Useme maanake hata sasa Bwana amenisaidia. Ukiangalia kule ulikotoka, kule ulikotumika miaka ya hasara, Yesu akafuta ile miaka ya hasara. Yesu akakupe miaka ya baraka na neema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nakwambia hata wewe Mungu aweza kubadilisha maisha yako. Mahali ambapo Mungu yupo, ukiwa haupo. Mahali ambapo Mungu yupo, utupu haupo kwa jina la Yesu. Haleluya. Tunataka na huku kujae. Hebu sema huku. Hebu sema huku. Kama una huku si una kapochi. Haleluya. Una nini? Kibebeo. Ukawa mwaka ambazo kibebeo chako kabebe baraka kwa jina la Yesu. Amen. Ukawa na mwaka kibebeo chako kikabebe baraka. Sio unatoka sokoni tukikuangalia pochi yako umebeba ubuyu, umebeba miogo na lipstick unatembea. Tukifungua huko miogo. Ubuyu. Serious kabisa. Mama wengine wanatembea na pochi kubwa kabisa. Ukiangalia ile pochi ikifungua huko ndani kilichobeba ubuyu, udongo, lipstick, sio lip shine,
basi na ukashaini kwa jina la Yesu. Haleluya. Ukae mwako wa kushaini kwa jina la Yesu. Mtu akifungua kibegi chako akute pamefunga. Amen. Haleluya. Si maandiko Zaburi ya 24, nchi na vote vijazavyo, dunia na wote wakao ndani yake, vote ni mali ya Bwana. Bwana akupe utoshelevu kwa namna ambayo sio ya kawaida. Haleluya. Inawezekana. Sema utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Paka chombo chako cha kukandia, kama unasukuma mandazi kutoka kwenye mahali uwe na duka. Sema na kapu lako litabarikiwa, na ile sufuria unaopikia ibebe baraka kwa jina la Yesu. Kitabarikiwa chombo chako cha kukandia. Litabarikiwa kapu lako, kile kibebeo unachoenda sokoni, kibebe na roho ya mafanikio kwa jina la Yesu. Halo. Sema ukiingia tu baraka inakufuata. Ukitoka baraka inakufuata. Na kuambia na kazi ikakutafute kwa jina la Yesu. Ni baraka ikakutafute kwa jina la Yesu. Haleluya. Yaani unapigiwa tu simu, aisee njoo kunatenda huku. Aisee njoo na malango yamefunguka huku. Ninakwambia ukae ni mwako wa malango yako kufunguka. Ukae ni mwako wa nuru yako kuonekana kwa jina la Yesu. Yesu asema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nafundisha habari ya nuru, asema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Sema watu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi, maana yake na kuiweka mfunguni. Taa ikiwashwa inaning'inizwa juu kama hii hapa, ili mulike wote waone. Ukawe taa na wengine wamjue Yesu kupitia wewe. Ukawe taa kibaraka, siongee tu uponyaji na mafanikio, watu waseme fulani ameinuliwa. Ukawe taa na kiuchumi kwa jina la Yesu. Mungu na akutendee kitu. Nani wale tuliokuwa nao jana jioni kwenye maombi wako hapa? Wale tuliokuwa nao jioni jana kwenye maombi wako hapa? Huyu mmoja. Mwingine hajaja. Haleluya. Kuna ile nilitoka neno lake la kinabii. Nakumbuka ndugu yangu. Kuna dada nilisemesha hapo, kaambia atakuwa mfanya biashara mkubwa, anapeleka nguo huko na huko. Mungu akanisemesha hapa. Akaambia mtumishi, tusema juzi, tukako na baba na yule mama, sema juzi nimepigiwa simu, nimetoa kibunda cha hela nyingi tu. Na shangaa leo natoka hapa napigiwa na simu. Yule mtu akasema, "Nimekaa na hizi hela siku nyingi, na shangaa nikifikiria kutoa hela, moyo unakataa." Lakini nilipotoka kwenye maombi na kuambia ile neno lililotamkiwa, mbingu zimefunguka. Tulikuwa naye jana na hawa watu hapa, akaja na sadaka yake. Ninakwambia nisikilize. Ninakwambia utakuwa ni mwaka wa utoshelevu kwako. Hakuna alienda kwa Mungu Mungu asimtendee kitu. Ni wewe tu umekaa mkao mbaya. Haleluya. Badilisha mkao uliokaa. Haleluya. Wataka Yesu akufuate kila mahali. Halo. Amina. Uko kitandani unazunguka na shuka. Baba niombe. Njoo ingia kwenye shuka nibariki. Baba njoo fanya hivi. Wewe. Haleluya. Daudi akasema neno moja nimelitaka, nikae nyumbani kwa Bwana. Jifunze kukaa uweponi kwa Bwana. Ukae ni mwaka wa kukaa uweponi kwa Bwana. Daudi akasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana. Madhabahuni kuna uzuri wa Bwana, kukaa uweponi kuna uzuri wa Bwana. Akasema alimradi atanistiri bandani mwake siku ya mabaya. Ninakwambia ukikaa uweponi kwa Bwana, ukikaa kwenye uwepo wa Bwana, ninakwambia na maono mabaya akija, Mungu na atakustiri kwa jina la Yesu. Halo. Bwana Yesu apewe sifa. Zaburi ya 27 mstari wa 4. Daudi akasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana. Ninakwambia ukijifunza kukaa uweponi. Yule dada alikuta uweponi. Nikamwambia nyamba, hivi ungelala nyumbani ingekuwaje? Yule alikuta uweponi na neno lake likatokea uweponi. Jifunze kukaa madhabahuni. Hujachelewa, neno lako linakuja, cha kwako kinakuja. Wewe tulia kwenye uwepo wa Bwana, saa ya Bwana inakuja. Nayo nuru ya gizani, wala gizani kuishinda. Neno moja nimelitaka. Sitaki maneno mengi, sitaki nyingi. Neno moja nimelitaka kwa Bwana. Neno moja nimelitaka kwa Bwana. 2026 neno moja nimelitaka kwa Bwana. Ukawa ni mwaka wa kukaa sana kwenye maombi, ni mwaka wa kuomba sana, ni mwaka wa kumtafuta Bwana. Utauona uzuri wa Bwana. Halo. Zaburi ya 27 mstari wa 4. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta. Kukaa. Tenga muda wa kumtafuta Bwana.
Tenga muda wa kumtafuta Bwana. Tenga muda wa kukaa uweponi kwa Bwana. Ninakwambia utauona uzuri wa Bwana. Nakwambia utauona uzuri wa Bwana. Ngoja tusomee hilo neno. Zaburi ya 27 mstari wa 4. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, utazame uzuri wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nalo ndilo nitakalo litafuta. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hebu sema siku zote. Sema siku zote za maisha yangu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Zaburi ya 27 mstari wa 4. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Neno moja nimelitaka kwa Bwana. Neno moja. Daudi hakutaka vitu vingi. Huyo alikuwa ni mfalme wa nchi. Kama ni chenchi ipo kama yote. Kwa nini akae na ufalme wake akae nyumbani kwa Bwana? Hata uwe na mali bado, tenga muda wa kukaa uweponi kwa Bwana. Hata ufanikiwa namna gani, tenga muda wa kukaa uweponi kwa Bwana. Na ndio maana watu wengi baraka zikija hazidumu, kwa sababu ukifanikiwa na muda wa ibada unaisha. Kadri unazidi kufanikiwa na muda wa kuja kwenye maombi unaisha. Kama ulikuwa mwimba kwa ndio uje kuimba umekuwa busy. Kama ulikuwa muombaji kwenye maombi wewe ndio umekuwa busy. Huo utajiri na hiyo baraka haiwezi ikadumu. Ndio maana vitu vingi watu wengine wakifanikiwa baraka zingine hazikaagi. Haleluya. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Hebu sikia faida anayopata. 5. Mradi atanistiri bandani mwake siku ya mabaya, atanistiri katika stara ya hema yake. Daudi alijua kuna siku baya unakuja. Hebu sema kuna siku baya unakuja. Kuna siku ya mabaya. Siku ya mabaya ipo. Nasema alimradi atanistiri bandani mwake siku ya mabaya. Mtu ambaye anakutwa na mabaya kwenye uwepo wa Bwana ukija anasitiriwa. Mtu ambaye mashambulizi yakimwinukia kwa uweponi kwa Bwana anafunikwa, analindwa. Sijui siku baya ukikupata unakushikiaga wapi wewe. Siku mabaya akija sijui atakukuta wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Nayo mabaya sio atakukuta wapi. Sema alimradi atanistiri bandani mwake. Hakusema ataomba. Niko pale kwenye neno. Haleluya. Na nuru ya ngagi sasa alimradi atanisitiri. Ukikuta hapa unaomba hita parasaka pasita na pasaka, na kuambia na vita ikija na malaika wanakuzingira sita parasata papa, wanakusaidia kuomba na kukutia nguvu. Watu wanasema tulijua ile jaribu lingemfunikisha, wanashangaa umepita tu. Nini? Lile lilikuta kwenye uwepo wa Bwana. Kwa hiyo vita haikuwa ya kwako, kuna aliyekupigia. Anasema alimradi atanistiri, na kuambia utasitiriwa tu. Walisema hili jambo atapata aibu, na kuambia utapata aibu, utasitiriwa tu. Hili jambo hatavuka, na kuambia utavuka tu. Alimradi umekuta uweponi kwa Bwana utavuka tu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Utakutiwa wapi wewe? Mwameza kwa utakutiwa wapi? Alimradi atanistiri bandani mwake. Mtu yeyote ambaye kwa uweponi Mungu huamwachi. Daudi aliangalia vitu vyote na kuombea rafiki yangu 2026 ukani mwaka wa kukaa uweponi kwa Bwana. Daudi anasema neno moja nimelitaka, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani kwa Bwana. Daudi aliangalia sema kuna vitu vingi sana kwenye maisha. Nakwambia una mipango mingi, una vitu vingi sana umepanga. Unataka kujenga, unataka kulima, unataka kufuga, unataka kufanya biashara, lakini jifunze kutenga muda wa kukaa na Bwana. Tenga na muda wa kukaa uweponi kwa Bwana ili mipango yako Bwana inyooshe namna hii. Nasema mkabidhi Bwana njia zako naye atafanya. Ukimkabidhi Bwana atayanyoosha na mapito yako. Jifunze kutulia uweponi kwa Bwana. Uwe ni mwaka wa kukaa na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Usije tu wakati una shida. Wakati una nini? Shida ikiisha na Yesu kwa heri. Mwambie ndio maana uaminiki. Mweza ndio maana uaminiki wewe. Mimi nitakuamini mtu wa namna hiyo. Maana umwambie mwenzako, mwambie ndio maana uaminiki. Mimi nitakuaminije?
Mungu anataka kupitisha kitu kikubwa kwa ajili ya familia ya kwenu cha mamilioni, na unatakiwa ukiombee, na muda wa kukaa kwenye maombi una. Kwa nini Mungu akiachilia hapo kwako? Si utashindwa kukitunza kwa maombi? Kinachopatikana kwa maombi kinalindwa na maombi. Kwa taarifa yako, kinachopatikanika kama madhabahuni kinalindwa na maombi. Kama ulikipata kwa Shemnyau, haya wana utaratibu kule kwao, lakini cha Yesu huwa kinalindwa na maombi. Ukiombea ukipata baraka hapa, inalindwa na maombi. Ninakwambia inaatamiwa na uwepo wa Bwana madhabahuni. Ndio maana ukipata havikai. Yaani baraka ile ndio usikanyaga hapa. Kweli. Usirudi tena. Ukipigika huko ndio umerudi tena. Ukifanyaje? Ukipigika huko ndio unajikusanya unarudi. Na ashughuliwe Mungu, maana huwa anakuachaga unapigwa ngeo. Hebu sema na ashughuliwe Mungu. Anayeniacha napigwa saa nyingine. Usipopigwa urudi, ndio utapotea kabisa. Haleluya. Biblia inasema wale bwana nao wapenda warudi watoto wake. Msiporudia mmekuwa watoto wa haramu. Ukikosea saa nyingine Mungu anaacha wanakudunda. Ukienda huko unaona vinaharibika, ukirudi unaona kuna futa, ngoja nirudi tena kule. Haleluya. Tulipata changamoto moja mbaya sana hapa. Nimeletewa mtu. Tuko kwenye maombi hapa. Kwa mwaka juzi ule ambao ule 20 na ngapi? Na ilikuwa ni 24 kwenda 20. Ilikuwa ni 24. Yule ndugu yangu anakumbuka ni 24 kwenda 25. Tuko kwenye maombi, mtu akafungua kioo hapo. Halo? Kanito na mama kutoka mtaa wa chini. Yanamtoka mate kama mbwa aliyekunywa sumu. Wameshikiwa shuka hivi mate. Kama una kinyaa uweze kumwambia yule mtu ana kansa ya ulimi. Ana tumbo kubwa hapo, sio kawaida, mate anatoka kama anatokota. Tukamwombea, alikuwa ajala. Yale mate akakata, akaenda akapiga bakuli la uji. Asubuhi hawa wamekuja. Siku ile Mungu akuniambia tuende juu ya yule bwana. Asubuhi akaja wakatinga. Asubuhi sana hawa wametinga hapa. Halo? Sasa kwa waponi kwa bwana. Wakati nataka kuomba niambia, muuliza anafanya kazi gani? Nikamwambia, unafanya kazi gani? Yule aliyemleta akataka kuingilia, akaniambia, wewe funga mdomo, nikuulizaga mtu. Na kitu nasemesha hapa, wewe funga mdomo. Unafanya kazi gani? Akaniangalia hivyo. Wewe ni mganga wa kienyeji? Yule akasema, ndio. Unaagua? Ndio. Una matunguli nyumbani? Ndio. Niambia, ukitaka kupona katoe ile uganga. Yule akasema, wewe muombee kwanza, vikikaa tukajitafakari, mkaambia toka pepo wewe. Shetani we. Tunaua uganga kwenye mji alafu tukusaidie. Kabla hata jana tulikosea tukukuombea. Sasa hilo inaona kwaga mkali sana. Bwana Yesu apewe sifa. Akatoka. Kule alipooa, baba mkwe wake alikuwa ni mwinjilisti wa dini fulani. Baba mkwe wake akaja na magoti. Biblia inasema msihukumu, msije mkahukumiwa. Katafuta kama mstangana ngamia, Biblia inasema usimwache mchawi kuishi. Na hilo nalo hujaliona. Na hilo nalo pia hujaliona. Na amri ya kwanza sema mimi Bwana Mungu wako usio na miungu mingine. Nalo pia hujaliona. Kufundisha kokote kwenye dini hujaliona. Mimi Bwana Mungu wako usio na miungu mingine. Huyu anamtaka Mungu na ana miungu yake. Kwa hiyo nataka tuiweke miungu na Mungu tuweke kwenye pakacha moja, ngambia huyu kwangu anawiva vikubaliani. Bwana Yesu apewe sifa. Halo? Hebu niulize swali leo. Sije nikajifunga hapa alafu nikapata kesi. Hivi wanawake na wanaume kina nani wenye wivu? Wanawake na wanaume kina nani wenye wivu? Wangapi wanasema wanaume? Wangapi wanasema wanawake? Naona mwanamke tumempata mmoja tu. Wanaume. Wamama nanyi mnakubali? Mmekataa? Ngoja tu. Nasema hivi, wanaume na wanawake kina nani wenye wivu? Wote. Mungu hana cha wote bwana. Hapa tuna A na B. Sasa bwana mwanchanganya ni wanaume zaidi ndio nini sasa?
Nataka mwanamke na mwanamume. Ndio. Hebu mchukue mwanaume, si ndio? Hapo watosheleze mwanamke. Mchukue huyo mwanaume huyo. Mwambie wakakae kwa mwanamke huyu. Mmoja. Watano. Ngumi zitaka na wewe utakao. Hebu tupige makofi. Kwa hiyo tumekubaliana wenye nguvu kina nani? Wanaume. Si mnapanga hapo wanne mnakaa tu na mna shida. Na mnapika kwenye chungu kimoja tu. Wewe unaona watu wanne wameolewa nyumba moja na wanakaa? Hamjaona? Mbona? Kwa hiyo tuseme hivi, ngoja basi saidieni swala la mzee wa kanisa Muhina. Kwa hiyo sema hapa anakaa jioni, pale anakaa cha usiku. Haleluya. Pale anakaa cha usiku, hapa anakaa Hamisi. Hapa anakaa Joni. Kule nyuma anakaa Juma. Chumba kile kingine anakaa Kinyashi. Haleluya. Anatoka cha usiku leo analala hapa. Kesho anakuja kwa Joni. Nyumba hiyo moja. Kesho anaenda kule. Inaendaga 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 na wale waliolea mitala. Nimeona sisi watu wamekuwa Arusha, makabila mengine, mtu mama wa zamani anakuja kuchukua blanketi anahamisha kwa manake mzee anahamia huko. Wanapiganaga wale. Wanapiganaga. Mimi kuna kitu nataka nifundishe, tuko kwenye ibada hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Si niliwafundisha Jumapili wanawake 7 Isaya 4. Mstari wa kwanza, siku za mwisho wanawake 7 atashika mtu mume mmoja. Tutakula chakula chetu wenyewe. Tuita tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Sikuwafundisha Jumapili. Mkoepo. Ilikuwa ni Alhamisi bwana, sio Jumapili. Ilikuwa Alhamisi bwana. Sasa ninachotaka kusema tulikuwa kwa yule mganga. Mungu asema mimi ni Mungu mwenye wivu. Na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Nisikize, mwanamume ni mfano wa utukufu wa Mungu. Mwanamume ni mfano wa utukufu wa nini? Wa Mungu. Na mwanamke ni mfano wa utukufu wa mwanaume. Haleluya. Ni kibibilia ndio ilivyo. Kwa Mungu mwenye wivu ni Mungu. Mungu asema mimi ni Mungu mwenye wivu. Kwa hiyo uwezo kamweka Mungu na shetani wakakaa mahali pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo akasema muombe tu. Kamwambia wewe wa kwangu ana wivu kweli kweli, hataki kuchanganya. Sema mimi ni Mungu mwenye wivu na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Kizazi cha 3 na hata cha 4 cha wanichukizao napiga tu. Ile mtu akasoma akaondoka. Halo. Alikuja uji siku 4. Siku ya 5, yani mata yakarudi, uja uingie tena. Akatuma mtu mwingine. Kwa kificho apeleka maji. Naombea maji, peleka maji. Wakati nashikani maji kabla usiombeni ya ule mchawi, usiombe, nikaacha. Ule mtu akakomama. Siku ya 5 ya 6 nikasikia amekufa. Hebu angalia, mtu anataka maziwa. Leo swali, mtu anataka nini? Ila ng'ombe hamtaki. Unataka uponyaji wa Yesu? Yesu akuponye na matunguli yako. Yesu akuponye na mailizi yako. Ninakwambia nilienayo sio wachanganya. Ukiwa wa moto uwe wa moto kabisa. Ukiwa baridi uwe baridi kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi simtaki Yesu, naenda tu kwenye maombi. Ninakwambia ile jambo lako la muda tu. Unaona nini? La muda tu. Sio swala la muda tu. Kafa yule mtu akapeleka kwenda kuzika kwa Lukonge. Wakachukua tenga zima la matunguli anarudisha kwa Lukonge na mwili. Haleluya. Na kuna muumini wangu yuko hapa, nimwacha kwenye mabara, sema alishaniagua sana huyu mtu. Tena hapana nipiga nyingi kabisa, anaanzia na laki. Halo. Unaona wakitingo wanataka nini? Daudi akasema neno moja nimelitaka, nikae nyumbani kwa Bwana. Ninakwambia hata uwe mbabe, kuna siku baya utakukuta tu. Daudi akasema neno moja nimelitaka, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana. Alimradi atanistiri bandani mwake siku ya mabaya. Ubaya utakuja, kuna siku tu utakamatika. Si unashikiwa wapi wewe? Siku kidako unashikiwa wapi? Sio lazima. Tumishi ni unainua simu niombe. Siku unapiga simu, namba unaopiga kwa sasa haipatikani. Kile unafanya namba unao sasa
mtandao sikosi umefanya nini? Unashangaa tu. Ninakwambia jifunze kukaa uweponi kwa Bwana. Nakwambia ukikaa uweponi kwa Bwana, nuru ya Bwana itakuzingira, itakuwa uzima wako. Amen. Haleluya. Wala utahitaji kuombewa na mtu. Utahitaji kuombewa na nani? Utahitaji kuombewa na mtu. Nilikuwa namwambia mama mmoja wanataka kumuulia mtoto wake, mazee na huu shuhuda. Niliona uganga wa ajabu. Yule mganga na misumari 6. Anapiga msumari ile ya nchi 5 anapiga ukutani. Yaani ule msumari ukizama unaumiza hicho kichomi cha kwanza. Akipiga ukienda ni wa pili. Yule mama naye kadri hali ya mtoto anaozidi kwa yule mama anakazana kuomba, yule mganga akapiga ule msumari ukizama. Akaanza kupiga wa pili. Yule mama akaanza kuomba, ule msumari ukasomoka ukadondoka chini. Akashika msumari mwingine akigonga ukadondoka chini. Akapiga kwa nguvu akagonga, akajipiga kidole mbaya ukucha kule. Nikuja kuleta ushuhuda hapa. Kwa hiyo pala aliweka msumari kwenye ukuta, anapiga ile, anapiga nguvu, ni pigo la mwisho. Mungu atakuja mkuonyeshe ile nyundo ikakosa msumari kwenye ukucha pacha kule. Badala ya kuanga akaacha, anainua mkono juu namna hii. Yule mama choma kila kitu, choma kila kitu. Hebu sema kesho yake. Mtoto mganga anakuja. Ambia hivi, kadogo tu hivi. Hivi vitoto vidogo. Unajua watoto saa nyingine ndio hivyo. Akamwambia, mwanao sasa alikuwa na mmoja, akamwambia baba ndio alimloga. Baba ndio alikuwa anampiga misumari kwenye ukuta huko. Ukiomba msumari unachomoka, ukiomba unachomoka, ukiomba unachomoka. Sasa wakati anapiga ule wa pili, ule wa kwanza ukachomoka ukadondoka chini. Anaanza kupiga ule ngaka, akapiga nyundo ya kwanza, unataka kumalizia, akapiga nyundo ya nguvu mkaa. Nyundo ikakosa msumari kwenye ukucha kule. Na msumari ukadondoka chini. Yule mama akaomba sio kawaida. Yule mama alirudi na sadaka mbio. Akamshukuru Mungu. Yeye hapa anafikiri mtoto anazidiwa. Anapokazana kuomba mtoto anapata nafuu. Akiacha mtoto anazidiwa. Nisikilize na kuombea hata wewe mwenyewe, usio kupiga simu, ufike sehemu uweze kusimama mwenyewe. Likija jaribu na litandika kweli kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Sio wakati unaelewa mtumishi nisaidie, na huko kwenye maombi mtumishi pameshaharibika. Mtumishi abia sio mtu ajafa. Kuomba msaada na huku unaomba. Ukiomba msaada na huku unafanyaje? Unaomba. Na yule mama alipigwa kwa nini? Yule mganga anasema huyu mama tangu aanze kukaa hapa, anapoendelea kuomba hapa tupati tena wajeza vitu vimeharibika. Kwa hiyo cha kufanya hapa ni muulia katoto kake. Kwa anapoomba uganga unaharibika. Na kuambia hivi, maombi ya yule mama yalikuwa kama nuru mahala pale. Nuru ya yule mama ilionekana. Na nuru yang'aa gizani, wala giza halikuishia. Na kuambia mtani kwako atakujua tu. Na kuambia watakujua tu. Na kuambia ukisimama nuru yako wataijua tu. Bwana Yesu apewe sifa. Watakujua tu umebeba nini. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tukisimama wote kwa imani, tuko wengi sana, tutaomba watashuka moto ambao sio wa kawaida. Wanaotoka sijui wapi wakiomba huko, nuru ya Mungu itaonekana, giza litashindwa huko. Walioko ofisini wakiomba, walioko pale sokoni wakiomba, nuru itaingia kule kwenye biashara kwa namna ambayo sio ya kawaida. Wale wanaouza kimauzauza na kuambiwa nuru ikishuka pale kuuza kimauzauza pataharibika, watamjua Mungu wako tu. Na kuambia wale wanaolima kule, wale wanaolima kimauzauza, nikamwambia ukilima na Bwana ukaombea na shamba lako, nuru itaonekana tu. Na kuombea kila unapoenda saa hii ukafanyike nuru. Haleluya. Nuru yako ing'ae gizani. Haleluya. Hivi unaweza kulizuia jua lisiwake? Uamka asubuhi uweke blanketi hapa sasa sitaki jua litokee, unaweza? Hali kadhalika mtu mwenye Mungu ni kama jua. Mtu mwenye Mungu ni kama nini? Hakuna mtu anaweza kukuzimisha kwa jina la Yesu. Hakuna mtu anaweza kuzimisha kilichoko ndani yako kwa jina la Yesu. Usijidharau. Huu ni mwaka wa kujitia nguvu katika Bwana. Huu ukawa mwanzo kabisa, mwezi wa kwanza hapo mwanzo, ukawa ni mwanzo wa wewe kutoka. Ukawa ni mwaka wako na mwezi wako wa kwanza kutoka. Mnaojiandaa kwenda shule, na kwambia kama uagi kichwa mwaka huu na ukawa kichwa ukirudi shule kwa jina la Yesu. Wale ambao mnajiandaa kwenda siku kidato cha 5, si mko cha 5, mtaenda cha 6, Mungu na akawainue kwa jina la Yesu. Wale ambao mnaenda na kwanza, Mungu akawainue kwa jina la Yesu.
walioko vioni Mungu akawainua kwa jina la Yesu. Mnaotafuta mitaji hapa na kuambia kufanya hiyo biashara na ikakue kwa jina la Yesu, isiishie njiani. Sifanye mambo akaishia njiani. Mungu wangu sio mambo ya kuishia njiani. Mungu akianza jambo analimaliza. Anaitwa mshauri wa ajabu. Sio nitakufundisha, nitakuelekeza. Jicho langu likikutazama, jicho Bwana likakutazame mwaka huu kwa jina la Yesu. Asema nitakuelekeza na njia utakayoiendea. Unaendaga mwenyewe lakini Mungu akuelekeze safari njia utakayoiendea kwa jina la Yesu. Jicho langu likikutazama nitakushauri. Kama unawashauri wengi sana, na kwambia usitaki ushauri wa watu. Kama unachaka kukaa kwenye maombi, nakwambia kaa kwenye maombi. Roho Mtakatifu atakuelekeza cha kufanya. Akikuelekeza utakosea. Amen. Nitakushauri, nitakuelekeza, nitakufundisha. Ukawe ni wako wa kufundishwa na Bwana. Bwana akawe mwalimu wako wa kufundisha. Asema mimi Bwana Mungu wako nikufundisha ili upate faida. Akufundisha ukawe ni wako wa kupata faida. Usitumike kwa hasara tena. Nasema usitumike kwa hasara tena. Haleluya. Wewe umehesabu hasara na hasara, ukawe ni wako wa kuona faida na mafanikio kwa jina la Yesu. Inua mkono wako juu. Bwana Yesu, nyamaza tu. Nakushukuru kwa ajili ya wema wako. Nakushukuru kwa ajili ya fadhili zako. Nakushukuru kwa neema na rehema zako. Mungu, watoto wako wameinua mikono juu. Hawa watu bila na nuru ya gizani, wala giza halikuishinda. Baba, wakawe nuru. Giza lisiwashinde. Popote watakaposimama, wanaenda shuleni, wanaenda maofisi mbalimbali, kwenye biashara, kwenye mashamba, kwenye ndoa, watoto wao, Yesu wakawe nuru. Wasishindwe na giza. Wanaofanya biashara, malango yakafunguke, biashara yako ikawe nuru. Mungu akakuinue kwa viwango vingine kabisa kwa jina la Yesu. Kila utakachoingiza mikono, usishindwe tena na nguvu za giza, usishindwe tena na makopera. Yesu na akakufanikishe. Wale ambao hawana fursa, Mungu na akakupe fursa kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ukawe ni mwaka wa kutafutwa kwenye eneo la baraka na fursa zikakufuate kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Waliofunga hatima ya maisha yako hawatafanikiwa tena kwa jina la Yesu. Waliofunga hatima ya watoto wako hawatafanikiwa tena kwa jina la Yesu. Waliofunga hatima ya maisha yako hawatafanikiwa tena kwa jina la Yesu. Waliofunga hatima ya watoto wako hawatafanikiwa tena kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu inayonena mema ikawafungue. Mkitoka hapa mkafanyike baraka. Mikono hiyo na achilia damu Yesu ikaitakase. Mikono ya watu wengine wakishika kwenye mikono wa vikae. Yesu, mwaka ukishika na vikakae. Watu wengine wana roho ya samaki. Kila unachishika kinateleza. Hiyo roho ya samaki ikakuachie kwa jina la Yesu. Ukishika na vikakae. Ukishika na vikakae. Wengine hata wakifanya kazi ndio wanaumwa. Yesu, namwombea yule mama pale. Namwombea yule mama Bwana Yesu. Saidia yule mjane. Muinue Bwana. Kifanya kazi Mungu mpe nguvu. Kule alikomfunga akamnyang'anya hata nguvu za kufanya kazi. Akifanya kazi ndio anaumwa. Tunakataa hiyo roho katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mama simama wewe. Nasemesha huyu mama simama, msaidie huyu mama. Simama. Na yule naye ndugu yake simama. Naomba watu waje huko mbele. Naomba mzee mmoja wa kanisa. Ndio. Ndio. Kwa nini mzee asifanye kazi? Atakuwa tajiri. Atakuwa tajiri. Atakuwa tajiri. Haya. Mwaka huu ni mwaka wako wa kufanya kazi. Beba kila ulichoshika. Kule ulikomfunga. Toka kwa jina la Yesu. Kuanzia leo utaenda kufanya kazi mwezi huu. Hiyo roho na ikuachie kwa jina la Yesu. Kumbe mnamzuia kufanya kazi atakuwa tajiri. Hilo pepo la umaskini mliomfunga na maisha yake 1 2 3. Damu ya Yesu. Toka. Kwenda kuzimu. Ndio. Cheka za mikono yake. Cheka za mikono yake. Ndio, wewe mchawi umefunga maisha yao miaka mingi. Hiyo madhabahu imebomoka leo. Kwa damu ya Yesu, hakuna mapepo yanaweza kushinda kazi iliyofanyika msalabani. Kwenda kwa jina la Yesu. Funguliwa na kazi za mikono yako kwa jina la Yesu.
tena hatua zake za mafanikio kwa jina la Yesu. Hiyo madhabahu iliyofunga ikavunjike kwa damu ya Yesu. Pokea kufunguliwa kwa jina la Yesu. Imekuwa kazi utafanya, mbingu na nchi ziwe shahidi. Amen. Mweka kaya hapo. Wewe unafanya kazi mikono sinauma? Ndio. Unafanya kazi mikono inauma wewe? Ndio. Hiyo mikono mtafanya kazi tena mtajadilika kwa jina la Yesu. Kuna atakaye kanyaga hii madhabahu akatoka kitu, kufumba macho. Fumba macho tu. Wewe pepo uliofunga binti kazi ya mikono yake. Huu ni mwanzo kabisa. Mwanzo kabisa wa mwezi wa kwanza tarehe 4. Natamka kwa jina la Yesu. Waliofunga kazi za mikono yako, kila unachofanya kazi mikono inauma. Natamka hapa madhabahuni ukaachiliwe kwa jina la Yesu. Mikono yako ikaachiliwe kwa jina la Yesu. Toka pepo. 1 2 3. Kweli. Tetemeka ondoke. Ndio. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwenye mikono. Toka. Chia mikono yake. Nasema chia mikono yake. Moto kwenye hiyo mikono. Moto kwenye hiyo mikono. Ndio. Moto kwenye hiyo mikono. Ndio. Hiyo mikono iwake moto. Ndio huo choo umekufa. Wote. Wote kwa jina la Yesu. Wote mambaro ya kujikataa, naona hawezi chochote. Hiyo madhabahu imebomoka leo. Kwa hawa watu, toka kwa jina la Yesu. Aliyewafunga mbingu sikia, amekufa na huo uchawi kwa damu ya Yesu. Wenda. Toka. 1 2 3. Nasema hiyo mikono. Nasemesha mikono kwa jina la Yesu. Nasemesha hiyo mikono. Moto upite kwenye hii mikono. Moto upite kwenye hii mikono kwa jina la Yesu. Moto upite kwenye hii mikono kwa damu ya Yesu. Moto wa damu ya Yesu. Moto wa damu ya Yesu. Chakaza mikono yake. Kwenda kuzimu. Tetemeka haraka, ondoka. Chia. Damu ya Yesu ikakufungue. Walipokufunga kwa maneno na kwa sadaka, damu ya Yesu ikakufungue. Hiyo mikono na ibandika damu ya Yesu. Mikono ya mtu wa ndani. Mikono ya mtu wa ndani. Na ibandika damu ya Yesu. Na ibandika damu ya Yesu. Na ibandika damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu ufunguliwe, ufunguliwe, ukafanye kazi. Waliokufunga leo Yesu amekufungua. Kwa jina la Yesu. Yesu anaaja nawe. Yesu anaaja nawe. Hiyo madhabahu imebomoka leo. Kwa jina la Yesu. Ndio. Ndio kumalizikia. Kwenda 1 2 3. Kwa heri. Kwa jina la Yesu. Ufalme umebomoka wote ndani yako. Ufalme umebomoka wote ndani yako. Kwa damu ya Yesu. Vifungo vyote. Vifungo vyote. Nyota yako wanaachia. Na ndoa za majini mahaba zote zimevunjika hapa. Kila nguvu inayofanya kazi humu ndani na kutangazia kufunguliwa kwako na kuweka huru kwa jina la Yesu. Funguliwe. Hiyo mnyororo ikakatike. Hiyo mnyororo ikakatike kwenu. Hiyo mnyororo ikakatike kwenu. Na kama ilipata uhalali kwa asili ya mama yenu, hiyo madhabahu na ikabomoke. Hiyo madhabahu na ikabomoke. Mkaachiliwe kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Mbingu zako zifunguke leo. Mbingu zako zifunguke leo. Mbingu zako zifunguke leo. Yale maombi uliyoanza kufanya ukajisikia vibaya, wakakuzuia usiombe, nafungulia roho ya maombi ndani yako. Nafungulia ule moyo wa maombi ndani yako. Nafungulia moyo wa maombi ndani yako kwa damu ya Yesu. Imekuwa neema, funguliwa kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu kufungua na kukuweka huru kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Nenda kafanye kazi, umefunguliwa kwa jina la Yesu. Njoo hapa mama. Inua mikono. Sema asante Yesu kwa kunifungua. Umenipa nguvu mpya ya kufanya kazi zangu. Kuanzia leo, hii hali ya udhaifu walionitupia imetoka kwenye hii madhabahu. Nimeiacha hapa madhabahuni. Na kutoka hapa madhabahuni naondoka na afya na uponyaji kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Imekuwa kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Na mateso mwisho. Na mateso
Yesu mwisho. Mungu na kwa jina la Yesu. Ndio mkamtumikia Mungu, kesi yenu imeisha.